Tena kwa kuendelea kuitikia wito kila tunapoomba muje kama cha ACT Wazalendo, na leo kipekee sana kuendelea kutoa taarifa kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka huu 2025 pamoja na yale yote ambayo tumeyaona, ikiwemo leo kipekee mmesikia kutoka midomoni mwa viongozi wetu ambao walikuwa wagombea ubunge maeneo mbalimbali nchini namna uchaguzi huu ulivyokuwa. ACT Wazalendo kupitia kikao cha kamati ya uongozi kilichoketi tarehe 7 Oktoba kimefanya tathmini ya kina kuhusu mwenendo na matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025 ambao umekuwa pigo kubwa kwa demokrasia, haki za wananchi na mustakabali wa taifa letu. ACT Wazalendo imeguswa na mwenendo mzima wa uchaguzi ambao kwa mara nyingine umeendelea kugubikwa na udanganyifu, vitendo vya hila na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Ni wazi kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imekosa uhalali wa kuendelea kuiongoza Tanzania. Imekosa uhalali wa kisiasa wa kuendelea kuiongoza Tanzania. Uchaguzi huu haukuwa huru, wa haki wala haukuwa kuaminika, na umepoteza vigezo vyote na sifa za kuwa uchaguzi wa kidemokrasia. Mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia utangazaji wa watu waliojiandikisha, uteuzi wa wagombea, upigaji kura na utangazaji wa matokeo, unaonesha kufanyika kwa vitendo vya kihuni vinavyoondoa kabisa uhalali wa uchaguzi mkuu. Nyie mnafahamu tulitangaziwa na tume kwamba wamejiandikiza watu milioni 37, wakatuambia wamejitokeza watu milioni 32, wakatuambia kura halali za rais zilikuwa milioni 31 na kidogo na kufikia 98%. Lakini mmesikia kwa watu waliotangulia hapa michezo ya namba ambao mingine walishindwa kuifanikisha, na badala yake unakuta eneo ambalo mgombea akiingia anapewa kura 3 kwa pamoja. Kura za mgombea urais zimezidi mara 2, mara 3 ya kura za mgombea ubunge na kura za madiwani. Kwa mfano, mambo yaliyojitokeza hata kabla ya uchaguzi: moja, kuenguliwa kwa mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Luhaga Joyson Mpiga kinyume cha sheria, kihuni na kuonyesha vitekesho vya tume. Mnajua ACT Wazalendo walivyopambana na swala hili, kaenda mahakamani, wakaelekezwa tume wapokee fomu za mgombea wetu, akarudishwa, tukarudi tume Dar es Salaam, akateuliwa siku ya Jumamosi, siku ya Jumatatu akaenguliwa. Na hili swala sasa tumeenda mahakamani tena na limepelekwa mahakama ya rufaa. Kutoteuliwa kwa baadhi ya wagombea ubunge na udiwani na usumbufu katika kuapisha mawakala na kutoa viapo. Tuna ushahidi wa zaidi ya wagombea 70 wa majimbo mbalimbali nchini ACT Wazalendo walioenguliwa kwa vitendo tu hivi na vile, mambo ambayo yalikuwa yanaonyesha tu ni ubabaishaji na kutaka kuona kwamba wagombea hao hawaendi kupata haki yao ya kidemokrasia ya kugombea maeneo mbalimbali na kuwakilisha sauti za wananchi. Lakini pia kupikwa kwa idadi ya wapiga kura, ambapo takwimu rasmi zinazotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi 86.7% wamejitokeza kupiga kura. Huu ni uongo wa mchana kweupe. Uhalisia unaonyesha kulikuwa na mwitikio mdogo sana wa wapiga kura vituo vyote nchini. Na ukiangalia itano tunayosema na tume ya 86% haijawahi kutokea katika nchi. Sio kitu cha kawaida. Huo ni muujiza kwamba kati ya watu wote eti 36% ndio waliokuwa tulikuwa vituoni. Mimi nilienda kituoni, nilikaa pale kama lisali moja na nilimwangalia yule angalia kwenye daftari, yule sehemu ya usimamizi anayeangalia kwenye daftari la watu wanaofika pale kupiga kura. Lile daftari alifununua kwa haraka, nilihesabu sehemu zilizowekwa tiki, hakukuwa na tiki zaidi ya 10 na ilikuwa ni saa 5 asubuhi jimbo la Segerea. Lakini matokeo yake, na tumesikia maeneo mengine,
watu waliojitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi huu mkuu hawakuzidi 20% ya wapiga kura wote. Kuna baadhi ya majimbo yaliathiriwa na vurugu za maandamano ambapo masanduku yalichomwa moto, vituo viliharibiwa na matokeo ya kuhesabiwa. Lakini tume ilitangaza matokeo ya kubumba ikiwemo Segerea, Kibamba, Ubungo, Kinondoni, Arusha mjini na kadhalika. Na tumeona furushi la kula hapa zilizokuwa zimesagaa mtaani ziooneshwa na mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo. Kura bandia kukutwa kwenye masanduku ya kura, wasimamizi wa vituo kusaidia au kushiriki kwenye zoezi la kuingiza kupiga kura za wizi kwa ajili ya kuongeza kura za wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Kuzuia mawakala wetu ACT Wazalendo kuingia kwenye vituo vya kupiga kura na kuhesabu kura. Mawakala wetu kunyimwa nakala za fomu za matokeo ya udiwani, ubunge kwenye mengi ya majimbo. Na hii ya kuzuia mawakala kuingia kwenye vituo vya kura, nafikiri alikuwa ni maelekezo ya maeneo yote. Mawakala wengine walikuwa wameshaingizwa kituoni, walitolewa, ni usumbufu, ni barua, ni picha, ni kuchanganya vituo, alimradi kuhakikisha kwamba zile kura hazilindwi kwa uhalisi yake na mawakala hawawi sehemu ya mkururo mzima wa mchakato wa kupiga kura kuanzia vituo vinapofunguliwa. Wasimamizi wa vituo kubadilisha matokeo na kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye karatasi za matokeo bila uhalisia. Tumeona mifano hapa. Matokeo ya uchaguzi kupangwa na vyombo vya ulinzi, hasa idara ya usalama wa taifa, kwamba nani atangazwe, nani asitangazwe, na kufanya uchaguzi huu kukosa maana tena. Wao walikuwa tayari wanao matokeo kwenye mifuko yao na walikuwa wanataka kujua nani anatakiwa kushinda. Tunazo shuhuda, tunazo ushahidi wa wagombea wa majimbo yetu wengi ambao walikuwa washindi, lakini ilikuwa inafanyika michezo ya hapa na pale na hatimaye wakatoka na makaratasi yao na kura zao hizo ambazo wamepanga wao kwamba washindi watoke Chama cha Mapinduzi. Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tumeona kwamba uchaguzi huu umeonyesha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na taarifa yetu ya awali kama chama ilijikita kwenye swala hilo na kutoa mapendekezo. Ikiwemo wanachama wetu kupigwa, kukamatwa kiolela, kubambikwa kwenzi za uhaini, wizi wa kutumia silaha na wengine kuuawa kikatili wakati wakitetea kura zao au kutekeleza majukumu ya uangalizi wa uchaguzi. Tuna taarifa za kushambuliwa, kujeruhiwa kwa wanachama, viongozi na mawakala yetu kwenye baadhi yetu ya majimbo na vikosi vya Chama cha Mapinduzi vikisaidiwa na jeshi la polisi. Kuwekwa kizuizuni kwa wanachama zaidi ya 200 nchi nzima, kukamatwa kwa viongozi, wagombea wetu na wengine kufunguliwa kesi za uhaini. Nitoe baadhi ya mifano. Kuuawa kwa mgombea wetu wa udiwani kata ya Sirari, Mungu amweke mahali pema peponi, jimbo la Tarime, ndugu Dafrosa Jacob, akiwa mkononi mwa polisi baada ya kukamatwa na kupewa mateso hadi kupelekea kifo chake tarehe 5 Novemba. Na kwa taarifa tulizokuwa nazo sasa ni kwamba mwili wa Dafrosa walipoenda kukagua wakati wanaandaa maiti, amekutwa ameng'olewa meno, amekutwa ana majeraha miguuni, na polisi wamekuwa wakisimamia zoezi hilo na kuwatisha familia ambao tuliwaelekeza kwa ushauri wa kisheria kwamba alitakiwa afanyie uchunguzi wa kitabibu kabla ya maziko yake, lakini wamenyimwa na wamekuwa wakitumia hiyo fursa kuwatisha familia, kuwatisha viongozi wetu ambao wengine wameshindwa mpaka kwenda kuaga maiti, na wakitaka familia endelee na msiba huo na kuhakikisha